Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Jambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu, popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara na tathmini ya msimu huu wa mwaka 2025-2026, ikiwa unafahamu kabisa kwamba tuko mbioni tukielekea kutamatisha msimu huu mwaka 2025-2026, na tuko kwenye round ya 22 tukielekea kwenye round ya 23 kwenye michuano ya NBC Premier League, na huku tetesi za usajili zikiendelea kurindima kwelikweli katika mitandao hii ya kijamii, ambapo tuko mbioni pia kuweza kufungua dirisha kubwa la usajili na kuweza kushuhudia kuwa nani ataenda wapi na nani ataenda wapi. Lakini pia tunafahamu ya kwamba virabu viko kwenye harakati za kuhakikisha kwamba vinakwenda kufanya sajili za nguvu kwa lengo la kuimarisha vikosi vyao ili kukabili vema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kwa michuano ya kimataifa kwa vile vilabu ambavyo vitapata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano hayo. Na sanjari na hayo pia, mimi natumia nafasi hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwa muda wangu wa nguvu, ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambayo ipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Wewe utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpipindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini pia tukitizama kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa top 5 ya virabu vitano ambavyo vipo kwenye rank ya juu kwenye msimamo wa NBC Premier League msimu huu mwaka 2025-2026 mpaka hivi sasa kwenye raundi ya 22, ni kwamba Young Africa Sports Club anaongoza ligi akiwa na alama 54 mara baada ya kucheza michezo 22, akishinda mechi 16, akitoa sare mechi 6 na kupoteza hajapoteza mchezo hata mmoja. Lakini pia kwa wanakundo Msimbazi, Simba Sports Club wao wanashika nafasi ya pili wakiwa na alama 49 mara baada ya kucheza michezo 22, wakishinda michezo 14, wakitoa sare mara 7 na wamepoteza mchezo mmoja. Lakini pia kwa Azam FC wanalambalamba hawa wanashika nafasi ya tatu kwenye msimamo wa NBC Premier League msimu wa mwaka 2025-2026 mpaka hivi sasa ya round ya 22, na wamecheza michezo 22 wakishinda mara 11, wakitoa sare mara 10 na wamepoteza mchezo mmoja. Na mchezo ambao wamepoteza dhidi ya TRA United hapo katikati tuliweza kushuhudia mbungi likipigwa Azam FC wakichabangwa mabao 4-1 mara baada ya dakika 90 za mchezo kuweza kumalizika. Ni mchezo pekee ambao pia wamepoteza tangu wameanza michuano ya NBC Premier League msimu huu wa mwaka 2025-2026 mpaka hivi sasa, na wana alama 43 mpaka hivi sasa wakishika nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na nafasi ya 4 tunamkuta Singida Black Stars, yeye anashika nafasi ya 4 akiwa na alama 35 na baada ya kucheza michezo 22, akishinda michezo 10, akitoa sare michezo 5 na kupoteza michezo 7. Na nafasi ya mwisho ya 5 bora anafunga JKT Tanzania akiwa na alama 35 sawa na Singida Black Stars, na amecheza michezo 22, akishinda michezo 9, akitoa sare mara 8 na kupoteza mara 5. Ni tathmini japo kwa ufupi kuhusiana na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka hivi sasa, namna ambavyo unaonekana kwenye round hii ya 22 kwa top 5 ya virabu vitano ambavyo vipo kwenye rank ya juu kwenye msimamo wa NBC Premier League. Lakini tukirejea mwishoni kabisa tunamkuta KMC anashika nafasi ya 16 ya mwisho kabisa akiwa na pointi 9 tu pekee mara baada ya kucheza michezo 22, akishinda mara 2, akitoa sare mara 3 na kupoteza mara 17. Na Tanzania Princess anashika nafasi ya 15 akiwa na alama 14,
akicheza michezo 22, akishinda mara 3 na kutoa sare mara 5 na amepoteza michezo 14. Ni tathmini ya msimamo wa NBC Premier League msimu huu wa mwaka 2025-26. Lakini tukirejea kwenye taarifa ambazo zinaendelea kurindima kwelikweli katika mitandao ya kijamii, kiujumla yako mengi sana ambayo yamejiri huko, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na issue ya Mohamed Hussein Zimbwe Junior ambaye tunafahamu mara baada ya kuweza kutoka pale katika klabu ya Simba aliweza kutua katika viunga vya Twiga na Jangwani akiwatumikia Young Africa Sports Club. Lakini gumzo mtandaoni ni kwamba yuko wapi Mohamed Hussein, mbona haonekani, na kuna nini hasa ambacho kinaendelea kufurukuta chini ya kapeti kikimhusisha Mohamed Hussein na Young Africa Sports Club. Vyanzo visivyo rasmi vya habari vinaripoti taarifa nyingi kweli, wengine wakililiki kusema kuwa hana furaha na klabu ya Yanga, lakini pia wanasema anaomba kurudi katika klabu ya Simba. Ni taarifa kutoka katika vyanzo vya habari ambavyo si rasmi sana ambavyo vinaripoti taarifa hizi, lakini bado taarifa kamili kutoka kwa msemaji wa klabu ya Young Africans, lakini pia vyanzo vya habari ama kurasa za mitandao ya kijamii za klabu husika bado hazijatoa taarifa yoyote kuhusiana na Mohamed Hussein Zimbwe Junior JR. Kwa hiyo chochote ambacho kinaonekana mtandaoni mpaka hivi sasa ni uvumi tu wa tetesi za mitandaoni ambazo bado hazijawa na uhalisia, tunaweza kuzichukulia hivyo. Lakini jambo lolote kwenye mpira wa miguu linaweza kutokea muda wowote na wakati wowote ule. Kwa hiyo si ajabu kuona kama Mohamed Hussein anarudi kutoka katika kikosi cha wanakundu Msimbazi Simba Sports Club. Tumeshuhudia kwa Clatous Chota Chama ambaye kwa sasa pia anatesa kweli akiwa na kikosi cha wanakundu Msimbazi Simba Sports Club chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker. Tumeshuhudia Clatous Chota Chama alitoka pia klabu ya Simba sign kandarasi na Young Africans, alikaa takriban msimu mmoja akaondoka, akasajiliwa pia na Singida Black Stars, lakini ametumika kule pia kwa kipindi cha msimu mfupi sana chini ya usimamizi wa kocha Miguel Gamon, lakini mara baada ya hapo pia amerudi kutoka kikosi cha wanakundu wa Simba Sports Club, na tunaona kazi yake kubwa ambayo anaifanya pale katika kikosi cha Simba chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker. Sasa nataka kumaanisha kuwa si ajabu kuona lolote linaweza kutokea katika mchezo wa mpira wa miguu, hasa kuhusiana na uvumi wa tetesi hizi zinazomhusisha Mohamed Hussein Zimbwe Junior JR, lakini bado hakuna uthibitisho wa taarifa rasmi ambazo zinamzungumzia Mohamed Hussein kwamba ni kitu gani hasa ambacho kinaendelea kwa hivi sasa na klabu yake ya Young Africans. Ni hayo ambayo nilikuwa nimewiwa kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu, lakini kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe mbalipo chini ya video hii upande kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Wewe utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpipindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Mimi sina jingine la ziada la kuzungumza zaidi tu nikutakia wakati mwema na karibu sana. Uwe na wakati mwema. Bye bye.